mkijijenga, manake kuna possibility ya kila mtu aliyeamini ana uwezo wa kujijenga. Amen. Anasema, wapenzi, mkijijenga katika imani iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Wapenzi, mkijijenga katika imani iliyo takatifu na kuomba katika Roho Mtakatifu. So kuna possibility ya kila mtu akawa na uwezo wa kujijenga. Kumbuka, shetani mara zote huwa anatafuta namna ya kumbreak mtu, namna ya kumharibu mtu, namna ya kuharibu roho yake. Always shetani anatafutaga namna ya kudamage roho ya mtu, kudamage kiroho cha mtu. Anaweza akatumia marafiki zako ili adamage roho yako. Anaweza akatumia watu wako wa karibu ili kuidamage roho yako. Anaweza akatumia mtu unayemwita mume au mke kudamage roho yako. Anaweza akatumia kazi unayofanya kudestroy au kudamage roho yako, kuivunja roho yako. Kwa hiyo Mungu mara zote huwa anatafuta namna ya kuwajenga watoto wake, kwa sababu mtu yoyote ambaye hajajengwa katika utu wake wa ndani ana hatari ya kushambuliwa na shetani na akashindwa. Mtu yoyote ambaye hajajengwa katika utu wake wa ndani ana uwezo wa kushambuliwa na shetani na akashindwa, kwa sababu shetani mara zote huwa anakuwa na access kwenye roho ya mtu ambaye haijajengwa, haina uzio. Mara zote mtu ambaye amejengwa katika utu wake wa ndani, maana yake anakuwa na uwezo wa kuzima mishale ya shetani, anakuwa na uwezo wa kuhimili mikiki na vita zinazoinuka. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Sema amen kama unanielewa. Kwa mtu yoyote ambaye amejengwa katika utu wake wa ndani, roho yake inakuwa na capacity ya kuovercome vita vya adui. Mtu yoyote ambaye hajajengwa katika utu wake wa ndani anakuwa ni mtu mwepesi wakati wa mashambulizi ya giza, wakati wa mashambulizi ya shetani, huyu mtu akaanguka. That's why unaweza ukakutana na mtu ambaye anaonekana amekaa kanisani muda mrefu, lakini mwisho wa siku akamkana Yesu. Petro alikaa na Yesu muda mrefu, lakini Petro alikuwa na changamoto mmoja ndani yake, utu wake wa ndani ulikuwa dhaifu. Wakati majaribu yanakuja, maandiko yanasema Petro akamkana Yesu. Wangapi wanajua Petro alimkana Yesu? Watu wanafahamu. Kwa nini alimkana Yesu? Kwa sababu roho yake ilikuwa haina capacity ya kuhimili majaribu ya wakati ule. Akasema kabisa, mimi simjui mtu huyu. Wewe tunakuona kabisa, hata kutembea naye unaonekana, hata kutembea unatembea kama tena mnanifananisha vibaya sana, mimi simjui mtu huyu. Kwa Petro anamkataa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu roho yake ilikuwa haina capacity ya kuweza kuhimili majaribu. Sometimes utakutana na watu wanakukwaza, unasema nyinyi hamnijui, mimi nina hasira kuliko nyie, nikiamsha hasira yangu hapa hakuna mtu atakayenishinda, tapiga mtu hapa. So mtu anathibitisha ya kwamba roho yake bado ni dhaifu katika utu wa ndani na haina uwezo wa kuhimili makwazo na mauzi. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Kwa sababu mara zote makwazo yatakuja. Maandiko yanasema makwazo hayana budi kuja. Hayana budi kuja. Lazima yatakuja. Makwazo kwenye biashara lazima yatakuja. Makwazo kwenye ndoa lazima yatakuja. Makwazo kwenye mahusiano lazima yatakuja. Kanisani makwazo yatakuja. Hapo mnapoimba praise, hapo mnajidai ni wachungaji, makwazo yatakuja. Lakini kitu gani kitakufanya ushinde makwazo? Ni namna ambavyo roho yako imejengwa. Uimara wa roho yako unaamua ushindi dhidi ya makwazo na dhidi ya kila vita zinazokuwa zinaelekezwa kwenye roho yako. Kwa sababu mara zote shetani anapokuja kushambulia, target yake ni kuipata roho yako. Akija kuletea matatizo kwenye ndoa, hakuletei matatizo kwenye ndoa kwa sababu anataka ndoa yako. Anakuja kwa sababu anaitaka roho yako. Mwisho wa siku avune roho yako.
anapokuja kushambulia biashara yako, anashambulia kwa sababu anajua kama nikipiga biashara, mwisho wa siku naitaka roho yake. Shetani wakati anapiga mifugo ya Ayubu, wakati anapiga mke wa Ayubu, anapiga watoto wa Ayubu, anapiga wafanyakazi wa Ayubu, anapokonya mali zake zote, unafikiri target ilikuwa ni mali? No, target ilikuwa mwisho wa siku Ayubu amkane Mungu ili afe. Na kumbuka, akishamkana Mungu kuna mahali ataelekea. Kwa hiyo target ya mwisho ya shetani ilikuwa ni kuipata roho ya Ayubu. Kwa hiyo kama Ayubu asingekuwa na spiritual stamina ambayo ameijenga kwa muda fulani, maana yake kulikuwa na uwezekano kabisa wa Ayubu kuwa victim. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Maana yake Ayubu kuna safari alikuwa nayo ya mahusiano yake na Mungu, mahusiano yake na Roho Mtakatifu, mahusiano yake na Baba. Hata wakati majaribu yanakuja kama maji, Ayubu alisimama. Kwa nini anasimama? Anasimama kwa sababu roho yake imemjua Mungu, ana mahusiano yake binafsi na Mungu. Maana yake uwe na uhakika, ndani ya roho ya Ayubu mke alikuwa akai. Narudia tena. Na ndio maana mwanamke akati anakuja kumshauri, anaambia mkane Mungu ufe, kwa sababu hata mwenyewe nimechoka kukuuguza majipu kila siku, mkane Mungu ufe. Unanielewa ninachoongea? So unaona Ayubu anasema na wewe ni mmoja kati ya wanawake wapumbavu. Imagine Ayubu alikuwa na capacity ya kumweka mke wake kwenye nafasi aliyostahili. Hakumweka mke wake kwenye nafasi ya Mungu. Hakuweka mali kwenye nafasi ya Mungu, wakati mali zake zote zimepotea, vitu vyake vyote vimepotea, watoto wake wote wamekufa, utajiri wake wote umepotea. Ayubu akakaa kwenye majivu, analia, akasema nalikuja ni uchi, nitarudi niko uchi. Sikuja na fedha, sikuja na mali, narudi kwake yeye aliyeniumba na roho yangu. It is better kwenda kwa yule aliyeniumba nikiwa na roho yangu kuliko nikaenda kwa yule aliyeniumba ikiwa sehemu yangu ya mwisho itakuwa jehanamu ya moto. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Kwa hiyo Ayubu alipambana na lile jaribu kwa kukubali ya kusema hapana, sikuja na ng'ombe, sikuja na fedha, sikuja na dhahabu. Hata kama nilikuwa tajiri katika hii nchi yote, hapana, siwezi kumkana Mungu. Manake roho yake ilikuwa na capacity ya kustahimili majaribu aliyokuwa anapitia. Kitu gani kilisababisha Ayubu kuweza kushinda? Ilikuwa ni capacity aliyoijenga, uwezo aliyoujenga katika utu wake wa ndani. Kuna vitu ambavyo vitakuja ili vikutoe kwenye nafasi yako, vikutoe kanisani, vikutoe katika utumishi, vikutoe katika ibada, vikutoe katika mahusiano yako na Mungu, lakini kama umeijenga roho yako, shetani hawezi akakushinda. Remember, nilikwambia shetani anapokuja kwako mara zote analeta dhoruba, ataleta upepo, ataleta mafuriko. Lengo ni kuangusha misingi iliyoshikilia jengo. Kwa wakati analeta hivyo vitu vyote, lazima katika utu wako wa ndani ujue kabisa, sasa hivi target ya shetani ni roho yangu. Sometimes unakuta mtu amekuja tu amekukorofisha, na wewe unajibu tena, nilikuwa na kunyamazia, unaniona mimi niko kimya, unaniona niko kimya, leo nakunyosha. Unanielewa ninachoongea? Shetani anakuchoma huko na kuchoma, mnanichukulia poa tu, mnaniona na wanyamazia. Shetani anatikisa kiberiti, anaangalia kifua chako kikoje. Sasa kama hujui kwamba hapa sasa hivi niko tested, unanyoroshwa. Mwambie jirani yako unanyoroshwa. Mwambie tena unanyoroshwa. Mwambie ijenge roho yako. Mwambie ijenge roho yako. Kwa kitu ambacho Mungu anakitazamia cha kwanza ni wewe kuwa na uwezo wa kuijenga roho yako. Ijenge kwanza roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Na utaijengaje roho yako? How can you build your spirit? How can you build your spirit? Utaijengaje roho yako? Remember, semina yetu ni nini? Rise up and build. Inuka ujenge. Manake sometimes inawezekana ukata tamaa kuendelea kujijenga. Nao tupo kwenye kipengele cha kuijenga roho yako. This time Mungu anataka roho yako ijengwe. Utajijengaje? Utaijengaje roho yako? How can you build up your spirit? Utaijenga roho yako kwa njia ya kwanza, kwa njia ya maombi ya kunena kwa lugha. Sio tu kwa maombi,
kwa njia ya maombi ya kunena kwa lugha. Not just prayer, but praying in the spirit. Sio tu kuomba, bali kuomba kwa kunena kwa lugha. Wapenzi, mkijijenga katika imani iliyo takatifu sana na kunena na kuomba katika Roho Mtakatifu, ambapo ungeweka kwenye mabano, kuomba katika Roho Mtakatifu ni kuomba katika mapenzi ya Mungu. Kuomba katika Roho Mtakatifu ndani ya mabano, hapo koma ya pili, ni kuomba katika lugha au kunena kwa lugha. Wapenzi, mkijijenga katika imani iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, namna ya kuweza kujijenga, it is by praying in the spirit. It is by praying in the spirit. Kila wakati ambapo unaanza kuomba kwa Roho Mtakatifu unajijenga. Umeelewa ninachoongea? So material ya roho yako ni speaking in tongues, ni words. Ni words. Yale maneno unayoyatamka ndio yana construct your spirit. Maneno unayoyatamka ndio yanayoijenga roho yako. Maneno unayoyatamka wakati unaomba ndio ambayo yanaijenga roho yako. Maisha yako katika roho, kama tungekuwa tunaangalia muscles zako za kiroho, ni product za maneno uliyozungumza au product za maneno unayozungumza wakati wa maombi. Unapokuwa unaomba the way you pray ndivyo ambavyo una construct your spiritual muscles. So kwa kadiri ambavyo unaomba katika Roho Mtakatifu ndivyo ambavyo unaijenga roho yako. Nataka nikuoneshe vitu vizuri sana. Amen. Angalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa, tuanzie mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye autubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Mstari wa 4, yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Anenaye kwa lugha hufanya nini? Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Bali yeye anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Every time you pray in the spirit, unaomba katika roho, maandiko yanasema unaijenga roho yako. Mwambie jirani yako, unaijenga roho yako. Kwa kadri unavyonena kwa lugha unaijenga roho yako. Kwa kadri unavyonena kwa lugha unaijenga roho yako. Whether you are praying concerning your marriage, haijalishi unaomba kuhusiana na ndoa, unahusiana kuhusu chochote, but as long as unaomba katika kwa kunena kwa lugha, unaijenga roho yako. Na ndio maana the best way kuweza kufanya roho yako kuwa na stamina, kuwa na uwezo, kuwa na capacities ni kwa kunena kwa lugha. Anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. So tofali mojawapo linalojenga nafsi ya mtu ni kunena kwa lugha. Narudia tena, tofali mojawapo linaloijenga nafsi ya mtu katika ulimwengu wa roho ni kwa kunena kwa lugha. Anenaye kwa lugha hubeba tofali na kuijenga nafsi yake. Kwa kadiri mtu anavyonena kwa lugha, the more you speak in tongues, the more you pray in the spirit, you are building your spirit. Kwa mfano, ukitaka kuijenga roho yako kuwa na uwezo wa kufanya biashara kubwa, unatakiwa uanze kunena kwa lugha. Ukifocus, I want to build my spirit, kuwa na uwezo wa kujenga biashara kubwa. So I pray. Ukinikuta mimi naomba ili viwetu watembee, mabubu waseme, viziwi wasikie, na focus kwenye kile kitu ambacho nakitaka, kwa sababu mimi sio mfanya biashara. So I pray and I focus kwenye kile kitu ambacho nakitaka. Naomba pale nikiwa na focus. God give me revelations, nipe mafunuo ya neno lako. The more I read scripture, nipe mafunuo kwenye neno lako. Do you understand what I'm saying? Kwa kitu gani kinatakiwa wakati unaomba? For instance, unaombea career yako. Unapoombea, labda wewe ni daktari, unaomba kwamba kila nitakapokuwa natibu mgonjwa, kila mgonjwa anayepita mikononi mwangu asife. So unatengeneza roho yako, unaijenga roho yako kuwa na capacity ya kuachilia uzima wakati unatibu mgonjwa. Kwa sababu remember,
Wewe unatibu, anayeponya ni nani? Ni Mungu. So unapokuwa unatibu, ndani yako unakuwa umebeba capacity za kufanya huyu mtu amke. Hata kama shetani aliandika huyu ni mwisho, kwa sababu amepita mikononi mwangu hata kufa. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Wangapi wanaelewa ninachoongea? Mungu anaweza akaweka capacity ndani yako kama mwanamke. Nikienda kwa mwanamume yoyote akinioa, hata kama alikuwa maskini, atageuka kuwa tajiri kwa sababu yako. Now it is prayer, ni maombi yanayomtengeneza yule mtu wa ndani, yanayomdesign yule mtu wa ndani. So unaweza ukawa ni kijana wa miaka 19, 20, 25, 30, unaweza ukaijenga hatima ya mtu wa ndani unapokuwa unaomba kwa kunena kwa lugha. So watu wanaweza kukuona katika utu wa nje, wakakuona mtu wa kawaida, kumbe utu wako wa ndani kila siku unazidi kufanya upya. Maandiko yanasema ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini ule utu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. So naingia kwenye biashara, wanafikiri ni mfanyabiashara walioachana naye jana, wanakuta ni mfanyabiashara mpya. Wanakuja kwenye ndoa, wanafikiri ile ndoa pengine ingevunjika, then anakuja leo, wanakuta kwa kunena kwa lugha umerenew ndoa yako. Wangapi wanaelewa ninachoongea? So the more you speak in tongues, you can renew everything in your life. Chochote ambacho unakitamani kiwe kipya, una uwezo wa kukitunza upya wake kwa kunena kwa lugha. Anenaye kwa lugha ni mjenzi asiyekoma. Narudia tena, kila mtu anenaye kwa lugha ni mjenzi asiyekoma. Kwa katika ulimwengu wa roho tunatofautiana uwezo kwenye kila eneo. Kuna mtu uwezo wake hata wa kuishi na watu, ana uwezo kuishi na watu wawili, kwa sababu spirit yake, capacity yake ni kuweza kuishi na watu wawili. Ukimletea watu 5, umeivuruga roho yako. They can't survive. Capacities walizonazo. Sasa mimi kwa nyumbani kwangu napenda kuona tu tuko wawili, tuko 3. Basi okay, that is your capacity. That is your capacity. Na nobody atakayelalamika. It is your capacity. Kuna watu Mungu amewapa uwezo wa kuraise watu wengi, amewapa uwezo wa kutunza watu wengi, kulea watu wengi. Na ile ni capacity inajengwa, kwa sababu ukikaa na watu wengi, nisikilize, hata ukiishi na watu wengi, nisikilize, wanakwaza, wanaudhi, wanakera. Na kitu kinachofanya roho yako uweze kudumu nao ni uwezo wa kiroho huko ndani. Narudia tena, ni uwezo wa nini? So kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kukijenga kile kiroho chako. As long as I want to become like somebody, Bwana nipe ule uwezo. So you pray in the spirit, you construct your spirit, you build your spirit kwenye lile eneo kwa kunena kwa lugha. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Kwa kila unaponena kwa lugha, unaifanya roho yako iwe na uwezo wa kuhimili vitu kadha wa kadha. Wakorinto wa kwanza 14 hapo mstari wa 5. Anasemaje mstari wa 5? Nami nataka ninyi nyote nene kwa lugha. Nami nataka ninyi nyote word shakers nene kwa lugha. Wewe usiyenena kwa lugha, ni mapenzi ya Mungu kwamba unene kwa nini? Sema nami nataka. Sema nami nataka ninyi nyote nene kwa lugha. Ni mapenzi ya Mungu kwamba kanisa lote nene kwa lugha. Rado shata labada. Kwa tukianza kunena kwa lugha, tukisema kila mtu anene kwa lugha, kila mtu awe na uwezo wa kunena kwa lugha. Na sio ile kwamba sasa ngoja nianze kulord, naomba wimbo wa kuabudu. Uwe na uwezo wa kunena kwa lugha. Wewe nikisema anza kuongea Kiswahili, kuna wakati unaanza kusema naomba jamani nisaidie dictionary, ninahitaji Kiswahili. Nisaidieni kamusi ya Kiswahili nianze kusoma kwanza, nataka nianze kusema Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili ni lugha yako. Kama umeelewa ninachoongea? Kwa sababu Kiswahili ni lugha yako, hakuna muda ambapo unahitaji kitabu ili uanze kusoma ili uanze kuelewa. Wakati unanielewa ninachoongea? So imagine Mungu ametupa hii roho, kwa roho wake ndani yake, ndani yetu tuna uwezo wa kunena kwa lugha. Sihitaji kwamba sasa hivi nahitaji muziki ili niweze kunena kwa lugha. Sihitaji kinanda ili nianze kunena kwa lugha. Sihitaji drum ili nianze kunena kwa lugha. Wewe unahitaji drum ili uanze kuongea Kiswahili. Tuanze kupiga story. Bwana mambo yanaendaje nyumbani? Unahitaji kwanza drum? No, you don't need drum. Unapohitaji kuongea na Mungu, do you need drum? You don't need drum. So roho yako Mungu ameidesign
in that capacity. Anasema mimi nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Mnene kwa nini? Nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Nao nitakuelekeza hapo mbele tunapozungumzia kunena kwa lugha na karama ya kunena kwa lugha. Wangapi wanafahamu kunena kwa lugha na karama ya kunena kwa lugha? Wamewahi kusikia? Kunena kwa lugha sio karama ya kunena kwa lugha. Karama ya kunena kwa lugha sio kunena kwa lugha. Ila mtu mwenye karama ya kunena kwa lugha anaweza kanena kwa lugha na akatembea kwenye karama za kunena kwa lugha. Ila mtu anayenena kwa lugha inawezekana asitembee kwenye karama za kunena kwa lugha. Nao nitakuelekeza hapo mbele kidogo. Sema amen. Wangapi wanaelewa ninachoongea? All right. Okay. Kuonesha kitu kimoja cha msingi. Kwa ni mapenzi ya Mungu ninyi nyote mnene kwa lugha. Ninyi nyote mnene kwa lugha. Ni mapenzi ya Mungu kila mtu katikati yetu anene kwa lugha. Hapa Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 18. Namshukuru Mungu ya kuwa na nena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Maana yake kati ya mtaji ambao Paulo alikuwa nao alipokuwa kanisani ni mtaji wa kunena kwa lugha, na mtaji ule alikuwa nao kuliko Petro, kuliko Yohana, kuliko Yakobo, kuliko mitume wote. Alafu anakuja anaongea kwa ujasiri, anasema namshukuru Mungu. Ingekuwa kanisani leo mshirika kama huyu akasimama akasema namshukuru Mungu kwa sababu mimi nanena kwa lugha kuliko ninyi nyote, anajidai. Paulo alikuwa na ujasiri. Moja ya kitu ambacho kilikuwa kwake kwa wingi ilikuwa ni kunena kwa lugha. Na tunaona Paulo alikuwa haogopi kitu, kwa sababu moja ya kitu ambacho kilikuwepo ndani yake ni kunena kwa lugha. Na huku kunena kwa lugha kulimjengea ujasiri. Paulo ndo mtu aliyeandika vitabu vingi kuliko mtu yoyote kwenye Agano Jipya. Manake nusu ya Agano Jipya imeandikwa na Paulo. Manake Paulo alikuwa na uwezo kuzidi mtu fulani. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Kwa sababu gani? Paulo alikuwa ananena kwa lugha. So Paulo alikuwa na siri nyingi. Mpaka baadhi ya siri anasema no. Kuna baadhi ya maneno ambayo nilichukuliwa nikaenda juu, ambayo siwezi kuyanena kwa sababu haijuzu mwanadamu yote kuyanena. Manake kuna baadhi ya siri kama leo ningezinena juu angekuwa na waka moto. Angeniona kabisa haya ni mashetani. Kwa sababu ni siri ambazo zinapita uwezo wa kawaida. Lazima kuwe na mtu ambaye na yeye ameshasafiri umbali ule ambao mimi Paulo nimesafiri, ili kuelewa siri ambazo mimi naweza nikazungumza. Na yeye anazungumza hapa mstari wa 18, namshukuru Mungu kwa kuwa na nena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Namshukuru Mungu kwa kuwa na nena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Moja ya kitu ambacho nilijifunza kwa Musa alikuwa anapenda watu wote wanene kwa lugha, wote wanene kwa lugha, wote wanene kwa lugha, kwa sababu that is the way to build up your spirit. Paulo anazungumza pale, anasema nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Tunaona naye Musa kwenye kitabu kile cha Hesabu 11 mstari wa 27 mpaka 29, wakati Roho wa Mungu ameshukia wale wazee 70 wakawa wananena kwa lugha, wananena kwa lugha. Kuna watu wengine walibaki kwenye hema wananena kwa lugha. Yoshua akakimbia akaenda kumwambia Musa, kuna watu kule wananena kwa lugha, wakataze waache kunena kwa lugha. Angalia Musa anavyoongea mstari wa 27. Mtu mmoja kijana akapiga mbio akaenda akamwambia Musa akasema, Eldad na Medad wanatoa unabii kambini. Kutoa unabii ilikuwa ni kunena kwa lugha. Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa tangu ujana wake akajibu akasema, bwana wangu Musa, wakataze. Hesabu 11:27 mpaka 29. Yoshua anasema wakataze, wasiendelee kunena, wasiendelee kutoa unabii. Mstari wa 29, Musa akamwambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake.
ingekuwa heri ya kwamba watu wote wangekuwa manabii, wote wangekuwa manabii, na wote wangekuwa na roho wa Bwana ndani yao. Manake ingekuwa afadhali hao watu ambao nimewatoa Misri wote wangekuwa na uwezo wa kunena kwa lugha. So unaona matamanio ya nabii wa Bwana ambaye ni Musa yalikuwa ni kwamba watu wote wangekuwa nanena kwa lugha. Unaona matamanio ya Paulo mtumishi wa Bwana ilikuwa ni kwamba watu wote wawe na uwezo wa kunena kwa lugha. Kwa nini? Kwa sababu ya capacity. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Na remember, moja ya ishara ambayo Mungu anaahidi kanisa ilikuwa ni kunena kwa lugha. Ilikuwa ni ishara kwa watu wasioamini, lakini ni mjenzi kwa mtu anayeamini. Anenaye kwa lugha asemi na watu, bali anasema na Mungu. Kwa kuwa kila anenaye kwa lugha uijenga nafsi yake. Nafsi yake. Mstari wa pili pale wa Korintho kwanza 14 mstari wa pili, anenaye kwa lugha asemi na watu, bali anasema na Mungu. Mstari wa 4, anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Na ilikuwa ni mapenzi ya Yesu ya kwamba kanisa atakapoondoka watu wote wanene kwa lugha. Marko 16 mstari wa 17. Marko 16 mstari wa 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. You want to build your spirit, speak in another tongues. Nena kwa lugha. Na hichi kitu kila mtu amepewa. Kunena kwa lugha kila mtu amepewa. Nitakuelekeza, nimekwambia baadaye kidogo hapo chini. Ila karama ya kunena kwa lugha Mungu anampa kila mtu atakaye. Ila kunena kwa lugha wote tunanena kwa lugha. Umeelewa ninachoongea? Kwa sababu anenaye kwa lugha asemi na watu, bali asema na Mungu. Na ni mapenzi ya Mungu kwamba kila mtu aseme naye. Lakini swala linalokuja la pili, karama ya kunena kwa lugha ni kitu kingine katika utendaji. Sema amen. Sema amen. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38 na 39, Petro anawatangazia watu ya kwamba ahadi hii ya kunena kwa lugha ilikuwa ni ahadi yetu na watoto wetu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38 na 39. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Anaposema ni kwa ajili yenu na watoto wenu, manake na wewe ulikuwemo, familia yenu ilikuwemo, na watoto utakao wazaa wako humo ndani, wajukuu zako wako humo ndani, vitukuu vyako viko humo ndani. Maana yake ni destiny ya wajukuu zako kunena kwa lugha, ni destiny ya watoto wako kunena kwa lugha. Imagine the Bible tells us hii ni kwa ajili yenu. Sema ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Sema na familia yangu ikiwemo humo ndani. Okay? Na kwa watu wote walio mbali ikiwemo Tanzania. Manake wenyewe walikuwepo kule taifa la Israeli. Alafu anasema na kwa wale walio mbali. Manake anapozungumza kwa walio mbali, manake analizungumzia taifa la Tanzania, anaizungumzia Kenya, anaizungumzia Uganda, anaizungumzia Rwanda, anaizungumzia Burundi, anazungumzia South Africa. So imagine anasema na kwa walio mbali, walio nini? Na kwa watu wote walio mbali, na kwa watu wote watakaoitwa. Maana yake kwa wakati ule kuna watu wengine walikuwa bado hawajaitwa, anasema na kwa wale watakaoitwa. Maana yake hata wale ambao hawajazaliwa walikuwa kwenye matumbo ya mama zao wakati ule. Hata swala la kumwaza inyasi, baba yako hata mwenyewe alikuwa hayupo. Yes, hata mama yako anuki duniani. Yani Lameki baba yako ndo alikuwa kabisa, yani hatambuliki, yani kwenye uso wa nchi. Umeelewa ninachoongea? Anazungumza hapa na mpaka wale watakaoitwa wale. Ya, mpaka mtoto wa mwaka 2000 yani. Majenzi wote walikuwa destined kupokea Roho Mtakatifu. Majenzi wote wanatakiwa wapokee
Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen. Piga kelele, sema haleluya. Sema Roho Mtakatifu ni ahadi yangu na watoto wangu na wajukuu zangu na vitukuu vyangu katika jina la Yesu Kristo. Imagine majenzi wote walikuwa tayari wameshatabiriwa huko ndani ya kwamba watapokea Roho Mtakatifu. Na that's why wakati vitu vingine vinaendelea, sisi tunatakiwa kuhakikisha kanisa la Bwana linajaa Roho Mtakatifu. Majenzi wanajaa Roho Mtakatifu, wanajaa Roho Mtakatifu. Kwenye kizazi tulichonacho, wasipojaa Roho watakuwa chaos. It take Holy Spirit to guide these people. It take Holy Spirit. I want to tell you, it take what? Mahali popote Roho Mtakatifu anapokosekana kwa vijana ni tatizo. Na ndio maana wakati kama huu mikutano ya injili inatakiwa iwe inapigwa back to back, huku na kushoto kulia, everywhere. Makongamano ya Roho Mtakatifu yawe kila mahali, seminars ziwe kila mahali, kwa sababu this is the only remedy to rescue this generation. It take Holy Spirit. It take Holy Spirit. Inachukua Roho Mtakatifu. So lazima tuwachukue vijana wabatizwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Wakibatizwa na nguvu za Roho Mtakatifu, wataweza kuziendea siasa vizuri, wataweza kuendea mambo ya uchumi vizuri, wataweza kwenda kwenye ndoa vizuri, wataweza kwenda kwenye biashara vizuri. Why? They have got Holy Ghost. Wana Roho Mtakatifu. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Sema kizazi changu kitajaa Roho Mtakatifu. Sema kizazi changu kitajaa Roho Mtakatifu. Sema watoto wangu watajaa Roho Mtakatifu. Sema yeyote anayekaa karibu na mimi atajaa nguvu za Roho Mtakatifu. Shangilie Bwana kwa makofi. Piga makofi kwa Yesu. Kwa hiyo utagundua wazi Roho Mtakatifu ndiye mjenzi muhimu. Sefania 3:9. Sefania 3:9. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo nini? Sema lugha iliyo safi. Sema lugha iliyo safi. Ukitaka kuijenga roho yako katika usafi, unahitaji lugha iliyo safi. Ukitaka ujenge biashara yako kwa usafi, unahitaji lugha iliyo safi. Ukitaka kujenga ndoa yako kwa usafi, unahitaji lugha iliyo safi. So imagine Mungu anataka ajenge ndoa yako, na kitu cha kwanza ambacho anakupa, anasema ni roho wake. Na anakupa roho wake, anasema you need to speak in another tongues. Unahitaji kunena kwa lugha. Unahitaji kunena kwa nini? Sema kwa lugha. Sema kwa lugha. Anasema ndipo nitakaporudishia mataifa lugha iliyo safi, ili wapate kuliita jina la Bwana. So they can't call the name of the Lord unless wana lugha iliyo safi. Sema amen. Sema ninapokea lugha iliyo safi. Sema ninapokea lugha iliyo safi. Sema ninapokea lugha iliyo safi. Sema vitu vyote vinawezekana kwangu kwa sababu nimepewa lugha iliyo safi. Sema biashara zinaenda kwa wepesi. Sema biashara zinaenda kwa wepesi. Sema hakuna hasara. Sema ndoa yangu inaenda kwa wepesi. Sema huduma yangu inaenda kwa wepesi, kwa sababu roho wa Bwana yuko ndani yangu. Sema mambo yanakwenda kwa sababu roho wa Bwana yupo ndani yangu. Piga makofi kwa Yesu. Piga makofi tena kwa Yesu. Nami nitawarudishia mataifa yote lugha iliyo safi, ili wapate kuliita jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe dondoo chache kuhusiana na kunena kwa lugha na karama ya kunena kwa lugha. Nimekwambia kunena kwa lugha ni kwa kila mtu. Andika kidogo tofauti. Andika tofauti ya kunena kwa lugha na karama ya kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha na karama ya kunena kwa lugha.
Unaona, kunena kwa lugha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 5 nasema, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Hajasema nami nataka ninyi nyote muwe na karama ya kunena kwa lugha, si ndio? Okay. Kunena kwa lugha ni tofauti na karama ya kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kwa kila mtu aliyeamini. Karama ni kwa yule ambaye Roho Mtakatifu anataka. Kunena kwa lugha ni kwa kila mtu. Lakini karama ya kunena kwa lugha ni kwa ajili ya wale ambao Roho Mtakatifu amewachagua. Amen. Kunena kwa lugha si lazima upate fasiri. Si lazima upate fasiri. Mara nyingi unanena kwa lugha lakini upate fasiri ya kile unachokinena. Sema amen. Lakini karama ya kunena kwa lugha inakutaka upate kufasiri. Kwa hiyo kwenye karama ya kunena kwa lugha kuna karama nyingine, ili hii karama ifanye kazi vizuri, inaitwa karama ya kufasiri lugha. Amen. Karama ya kunena kwa lugha ndio pale utakuta mtu ananena kwa lugha, alafu kuna fasiri, aidha yeye anapewa au mtu mwingine anapewa. Au mfano, unaweza ukaenda China alafu wewe hujui kuongea Kichina. Karama hii ya kunena kwa lugha inakufanya wewe uanze kuongea Kichina pasipo kujifunza Kichina. Maanake automatically inakuwa supernatural, inakuwa unawezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ghafla unaanza kuongea nini? Kichina. Okay, kuna Kichina pale. Kikopo Fred angetuongelea Kichina kidogo. Sema amen kama nani anajifunza Kichina hapa? Amna anajifunza Kichina. Amen. So, karama ya kunena kwa lugha lazima kuwepo na karama ya kufasiri ili kuweza kulinufaisha kanisa. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, kilichoonekana pale ilikuwa ni karama ya kunena kwa lugha. Kwa sababu pale chini maandiko yanasema walikuwepo watu wa kila taifa na kila lugha, na wale watu walisikia lugha zao. How comes? Naelewa ninachoongea? Maana yake nini? Mungu aliwasaidia kunena kwa kadri alivyotaka ili wale watu walioko pale wasikie injili. Ile inaitwa karama ya kunena kwa lugha. Mara zote in case Mungu anataka kuleta ujumbe na hiyo karama ipo miongoni mwa watu, ile karama mtu akinena kuna mtu akufasiri anakuwepo. Ndio unasikia anasema Roho wa Bwana asema. Amen. Au sometimes anaweza kanena kwa lugha ukaelewa, ndio ukasema hapa Mungu anazungumza 1 2 3. Kwa sababu kwenye presentation ya kunena, karama ya kunena kwa lugha, mtu akanena kwa lugha kwa namna ya karama, maana yake mfano akanena lugha tusioelewa, alafu Roho Mtakatifu akawa anaachilia tafsiri. Si lazima uanze. Kuna mtu mwingine anasema gia ni lazima uanze Roho wa Bwana asema. Amen. Kuna watu wameshajiwekea hiyo kanuni. Kuna mwingine anasema anaanza kutafsiri alafu anasema Bwana asema, alafu anasema amen. Amen. Lakini kuna ile level ambayo ni ya matured people, anaweza kanena kwa lugha alafu mtu akaja akasema Roho wa Mungu anasema tufanye 1 2 3. Amen. Yes. Kwa hiyo Mungu anataka tufanye hivyo. So kwa sababu ya watu level ya maturity, watu wanaelewa hapa Mungu amesema. Kwa hiyo wanafanya kile kitu ambacho Mungu anakuwa amefanya nini? Amesema. Ile inaitwa karama ya kunena kwa lugha. Na remember, hii karama pia kazi yake ni kujenga. Tunaelewana ninachozungumza? Kwa zote karama ya kunena kwa lugha na kunena kwa lugha, vyote lengo lake ni kujenga. Kwa sababu mara baada ya ule ujumbe kupatikana, ule ujumbe kazi yake ni kujenga watu waliopo kwenye kundi. Namba 2, inawezekana kufariji watu waliopo kwenye kundi. Namba 3, inawezekana kuonya watu waliopo kwenye kundi. So kuna wakati utasikia mtu ananena kwa lugha alafu mtu mwingine ametafsiri.
Inawezekana Mungu anatoa ujumbe fulani. Kwa Mungu anaweza kana anatuma ujumbe, anaweza kawa anaonya, anawezekana kawa anafariji, inawezekana kawa anatoa mwelekeo, kama pale ambapo tunaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya ile kazi niliyowaitia. Wakati wanafanya ibada na kuomba, maana anasema Roho wa Mungu akasema katikati yao, akasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya ile kazi niliyowaitia. Ile ni karama. So Mungu alikuwa anazungumza nao, akaachilia ujumbe. Tumeelewana ninachoongea? Tunaelewana ninachoongea? Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapotaka kufanya kazi na watu kwa dimension fulani, analazimika pia kuweka hiyo karama. Na ndio maana pale anazungumza, anayenena kwa lugha, tumesoma pale, aombe apewe fasiri. Huyo anayezungumziwa hapa ni yule anayenena kwa karama, anapaswa aombe apewe kufasiri. Kwa nini apewe kufasiri? Kwa sababu kuna ujumbe unatakiwa uachiliwe kwenye kanisa, aidha wa kuonya, aidha kufundisha, aidha kujenga, aidha kufariji, aidha kutoa mwelekeo. Hiyo inaitwa karama ya kunena kwa lugha. Karama ya kunena kwa lugha ina pacha wake, anaitwa karama ya kufasiri lugha. Wangapi wananielewa ninachoongea? Naamini naongea vitu virahisi na ni vyepesi. Sema amen kama unanielewa. Paza sauti ya amen kama unanielewa. Na karama hii ya kunena kwa lugha sio kila mtu anayo. Sio kila mtu anayo. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10 utasoma. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa, utaona pale anataja vitu mbalimbali, alafu kuna aina za lugha. Umeona pale? Tusome yote. Amen. Tusome kidogo alafu tusome 7 mpaka 10 yote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa. Sasa tukuja kujifunza hizi ni karama. Amen. Neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Kwa hiyo anayetoa ni Roho kwa kadri anavyopenda. Mwingine amempa roho ya hekima, mwingine roho ya maarifa, na maandiko yanasema Mungu anatoa kwa kadri anavyopenda yeye. Mstari wa 9, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Kwa hiyo mwingine ana uwezo wa kuponya, mwingine hawezi kuponya, ila Roho ni yule yule mmoja. Mwingine amepewa miujiza, mwingine amepewa kufasiri lugha. So unaona ni karama tofauti. Amen. Mstari wa 10, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii. So unabii ni kitu kingine. Na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Okay. Kwenye Kiingereza anatumia diverse kind of tongues. Kuna mwingine anaweza kanena Kichina, Kijapani, Kiingereza na hajaenda shule. Ile inaitwa karama. Ni uwezo maalum ambao unaachiwa na Roho Mtakatifu ndani ya mtu, ambao unampa uwezo wa kutumia lugha mbalimbali pasipo kujifunza. Unaweza ukaenda kwa Wabena ukajikuta unanena Kibena, kwa sababu kuna watu hawawezi kusikia Kiswahili vizuri. Roho Mtakatifu kwa nguvu zake anauwezesha ulimi wako kuongea Kibena. Unaweza ukajikuta automatically umeenda kwa Wasukuma na hujui Kisukuma, na unatakiwa umhubirie bibi wa Kisukuma ambaye hasikii Kiswahili. So Mungu automatically ana uswitch on ulimi wako, unaanza kuongea Kisukuma. Inawezekana hujui Kijaluo, umeenda kwa Wajaluo na Roho Mtakatifu anataka kutumie kupeleka ujumbe kwa Wajaluo, ana switch on ulimi wako, unaanza kunena kinini? Kijaluo, kwa kadiri anavyotaka yeye. Anavyotaka anampa huyu, mwingine amempa huyu, mwingine hajampa. Sasa kwa nini mwingine aneni, mwingine aneni? Kwenye karama sio wote wamepewa. Amen. Ila watu wote tumepewa uwezo
kwa nguvu za Roho Mtakatifu kunena kwa lugha. Amen. Ni kama vile ambavyo wote tunaongea Kiswahili, lakini sio wote ambao mnaongea lugha zingine. Zile lugha zingine lazima uende darasani. Sasa zile ambazo unafikiri uende darasani, Roho Mtakatifu anakuwa mwalimu, anakufundisha. Kuna huo uwezekano. Sema amen. Mstari wa 11 anaongea kitu kizuri. Lakini kazi hizi zote uzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. So ni responsibility ya Roho Mtakatifu ku divide these gifts, na ndio maana zinaitwa gift of the Holy Spirit. Amen. Zinaitwa nini? Karama au vipawa vya Roho Mtakatifu. Yeye ndo anaamua package hii nimpe Luka, hii nimpe Precious, hii nimpe Luka, hii nimpe Joshua, hii nimpe Silvanus. So God is choosing. Na uwezo kumuuliza, kwa nini unampa huyu, mimi umeninyima? Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo unanena kwa lugha unaijenga nafsi yako. Na utagunduaje kama nafsi yako inajengwa? Utaanza kugundua kwamba kuna weakness ulikuwa nazo zinayeyuka. Utagundua nilikuwaga na hasira nikifanyiwa kitu fulani, alafu sasa hivi hata wafanyeje sikasiriki. Make sure you grow enough in the spirit. Unakuwa vya kutosha katika roho kiasi kwamba unajua kwamba nina uwezo wa kudhibiti mafuriko ya roho fulani mbaya ikija ndani yangu. Sometimes umbea tu unakujia mdomoni, mseme fulani vibaya. Afadhali uwe mbea mzuri, mseme fulani vibaya kabisa, roho yako inasema yani ngoja ni kodi na bodaboda. Una kodi na bodaboda, unaenda unafika kwa yule jamaa, unaanza kumpa story za uongo. It's just a spirit. Sasa kuna level unaitesti roho yako, unagundua kabisa at this time ile roho haifanyi kazi ndani yangu. Siwezi kumsema mtu tena vibaya, hata kama ninajua mambo yake, siwezi kumsema vibaya. Hicho ni kipimo cha kukuonesha kwamba umekuwa katika roho. Na ndo hapo ambapo tunaweza tukatofautisha kati ya watu ambao wameokoka na wasiookoka, kwa sababu kuna uwezo ndani yao wa kudhibiti baadhi ya matendo yanayofanya unajisi roho yako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu usio kusema unanena kwa lugha alafu tena kuna tabia ambazo zinakukontrol wewe. Umeelewa ninachoongea? Kuna tabia mbovu zinakukontrol. So mimi nimejaa roho alafu kuna tabia fulani. Yani mimi si tunanena kwa lugha kanisani lakini masengenyo debe. Kuna tofauti kati ya watu wanaonena kwa lugha na wasionena kwa lugha. Tuone kwenye mwenendo na mfumo wa maisha. Hasira unatoa wapi mtu uliokoka? Masengenyo unatoa wapi mtu uliokoka? Niangalie vizuri, sema amen. Sema amen. Kiburi unatoa wapi? Uasherati unatoa wapi? So kazi ya ile roho ni kuimarisha muscles zako. Njoo la miki, kimbia. Kimbia. Kamoja nikuonesha mfano mmoja. Lameki kama aneni kwa lugha. Mfano uongo umekuja. Uongo ukija, Lameki kama aneni kwa lugha, utaona akipigwa tu mtama kidogo anadondoka. Na ainuki. Uongo. Ile spirit inakuwa na nguvu kumzidi nani? Lameki. Kwa hiyo kila siku Lameki atakuwa chini, kwa sababu kuna roho inayomuoverpower. So unapoanza kuomba kwa kunena kwa lugha, utagundua kuna changes. Now simama. Changes utajigundua kwamba sasa hivi ukipigwa mtama uanguki haraka, unasukumwa uanguki haraka, unatengeneza stamina, unaendelea kuomba to the level sasa hivi hata unazungushwa kidogo hauwezi kudondoka kirahisi. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa? Mpaka inafika level hauwezi kudondoka kabisa, unasimama. Hata ukisukumwa udondoke, ukisukumwa udondoke. Hasira unakuwa tested, unakanyagwa. Cheko.
ila ingekuwa mara ya kwanza ukikanyagwa ya tumbo kwanza, na wewe unarudisha, unasema au unanikanyagwa na wewe unaona kama na wewe uone kama uumii. Na testi roho yako, umeelewa ninachoongea? But the more you speak in tongues, ile roho yako ina gain muscles, unakuwa na misuli rohoni, unakuwa kivimbe, umevimba. Zile six pack za rohoni, kila mwanamke ana six pack rohoni pia. Piga makofi, sema amen. Kila mwanamke una misuli katika ulimwengu wa roho. The more you pray, kaparos rapakata kapa repakata. Ndio maana maandiko yanasema hivi, mazoezi ya mwili yafaa kidogo, ila kuna mazoezi yanayofaa sana. Haya kama haya kupasha rohoni. Repakata kapa. Unakuta mume wako siku hiyo ametoka huko anafoka tu. Anafoka. Hata uelewe nimekosea nini? Mjinga wewe. Mjinga. Kama na uelewe sasa. Naona umeshanizoea. Umenichukulia poa sana. Sasa nimetoka kwetu, mimi sina kwetu. Sina kwetu. Naondoka. Unaelewa kabisa, at this time nipo kwenye vita na roho ya giza na natakiwa kufight nayo. Paul anaandikia Korintho, anasema hatimaye muimarike ndugu zangu, muimarike, msitikisike. Muimarike, msifanye nini? So kuna wakati utakuja kutikiswa. Anaposema msitikisike, anamaanisha kuna wakati utakuja kuwa shaken. Ndugu, utakuwa shaken. So you need to stand. That's why we are already shakers. Tumeitwa kushake, not to be shaken. Tumeitwa kutikisa na sio kutikiswa. And I want to tell you, Shetani yuko very interested kutikisa biashara yako, kutikisa ndoa yako, kutikisa kiroho chako, kutikisa utumishi wako. Yaani unawezekana uko mtumishi wa Mungu mzuri, lakini I want to tell you, Shetani atakuja kukupepeta. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ambia Shetani ameniomba ili aje kuwapepeta, lakini Petro nimekuombea. Utakapopepetwa na wewe utakapokuwa umeimarika, waimarishe na ndugu zako, kwa sababu hao watapigwa, watanyukwa. Kupepetwa kupo. Geukia jirani yako, kumwambie kupepetwa kupo. Mwambie kupepetwa kupo. Sometimes hata mimi naweza nikaja kwako nikawa pepeto lako. Anasema baba, unaweza ndio, naweza nikawa nikaja sasa hivi, ni baba kweli huyu? Kama ingekuwa ni mtu mwingine ningepiga kibao kile basi tu. Baba wewe unajali mambo mengine, bado wewe unaangalia mwenyewe, una akili. So kuna mahali ambapo umekuwa tested. Kuna mshipo umekatwa. Nimeelewa ninachoongea? Yes. Sometimes ukimwangalia babako mbona kama na nyama mbili? Sasa baba mwenyewe baba tunaendana. Mwenyewe nahubiri kama baba. Mwanzo anahubiri kama baba. Yeye ni nani? Anipangie mimi ni nani? Aniseme mimi ni nani? Mwanangu, Shetani anataka akupepete. There is a swift that will come to you. Do you understand what I'm saying? Utawekwa kwenye pepeto, utapepetwa. Utapepetwa. Biashara yendi, pesa hakuna, mambo magumu, unapepetwa. Utakapoimarika, waimarisha imarika. So the more you pray in the spirit, unakuwa na muscles, unakuwa unatembea kivimbe roho. Tembea kivimbe kidogo, tembea kivimbe. Tembea. Yeah, unakuwa kivimbe rohoni. Shetani akitaka wendi unamwambia wewe vipi? Unasema you know in the spirit I'm full of God. Umeelewa nacho? The more you rakatoko pakataka lakataka rakata ripaka. Na ndio maana sometimes usiombe kwa sababu una shida. Omba kwa sababu I want to build muscles. Misuli ya biashara kubwa, misuli ya ndoa nzuri. Ndoa nzuri zinajengwa na misuli. Sio eti unazaa tu mimi na ndoa nzuri, mimi na ndoa nzuri. Kuna watu walikuwa na ndoa nzuri, walipokaa mwezi mmoja tu ndoa nzuri iliisha. Kwa sababu unagundua kwamba kama ulioa pilau ni pilau hiyo kila siku. Kama ulioa ugali, dada ni ugali kila siku. Unakuta habadiliki. Sasa unakuta hasira zinakupanda. Sasa mtu mwenyewe ndio yule. Tulia hapo.
Amen. Anakukasirisha, unatamani kumwambia rudi nyumbani. Mwambie roho yangu tulia. Umeelewa ninachoongea? It take spiritual stamina, and you need to build your spiritual stamina through prayer. Yani leo hii sasa eti mimi na mke wangu eti kama naachana na mke wangu, rudi nyumbani, haipo hiyo. Even that vocabulary kwenye misamiati yetu ya kiroho wakati wa maombi haipo. So wewe utakuwa kile unachokiomba. Amen. So make sure you pray enough to the extent biashara kubwa iwe ni mtu wa ndani. Hata mazingira yakiharibika nje, unajua ingawa mambo huko yanachakaa, lakini huko ndani naiona biashara kubwa. Ile ndo confidence yako. Hata kama naona kama mawimbi yanakuja, lakini kama bahari haiko ndani yangu, haya mawimbi ya nje mimi na uwezo wa kuyatuliza. Tatizo ni mawimbi ya bahari yakiingia ndani yangu, na haya mawimbi hayana access ndani yangu. Sema amen. Sema amen. Kwa kadiri unavyonena kwa lugha ndivyo ambavyo unakuwa imara katika Bwana. Amen. Barikiwa. Kwa kadiri ambavyo unanena kwa lugha ndivyo unavyokuwa imara katika Bwana. Sema amen. Sema amen. Paza amen. Kwa namna gani utamjenga mtu wa ndani? Namna ya kwanza ni kwa kunena kwa lugha. Kwa kunena kwa lugha. Kesho itaendelea hapa. Hichi ni kikata hichi kipengele cha kunena kwa lugha. Kuna kitu ambacho nitawaelekeza kuhusiana na kujenga nafsi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And I will show you some things very beautiful, very interesting. At least wewe una uwezo hata wewe mwenyewe ukiona kuna visirani vinakujia, speak in tongues, pray in the spirit. Mtu anakukwaza, nena kwa lugha. Ukiona roho yako inakuwa nyepesi, unapelekwa kama maji, maana yake wewe ni kipepeo rohoni, unaenda ovyo ovyo. Mimi siji kanisani, siji kanisani. Toto likubwa, wewe ni toto likubwa. Sema litoto likubwa. Litoto likubwa ni litoto ambalo linalia, afu ni jitu lizima lina mandevu linalia, ila rohoni ni libebi. Siendi. Unapumua tu. Don't be like that. Ratakapaparosh, retakatapapa, repakatakapala, etakaparadosh, reskobrakatas, retakapapora, etakabradias. Unaona kuna mazoea yanakuja kwenye maisha yako ambayo yanafanya sasa hivi usikii tena Mungu akiwa anaongea, usikii Roho Mtakatifu akiwa anazungumza madhabahuni. Unajua kuna roho ya mazoea inaweza ikaja kwako, usikii tena Mungu akiwa anaongea. You are too much used to the word of God. Sasa ni lazima uijenge roho yako kuwa na capacity ya kudaka network za kimungu, daka neno la Mungu, daka nguvu za Mungu, kudaka uwezo. So utafika level utakuta shetani mpaka nguvu za Mungu, you are too much used with it. Sasa unajua mambo kudondoka. Tunadondoka sana zamani. Tunadondoka sana. Roho Mtakatifu anasema okay, you are too much, you are full. You are full. Na kuna watu kanisani wanakuja, they are too full. They are too much. They are too content. Wametosheka. To the extent Mungu akiwa anaachia nguvu zake, they can't pick it. Wameshazoea. Na wafundisha madhara na mazoea katika kumjenga mtu wako ndani. Mazoea na madhara yanazuia construction project ya Roho Mtakatifu. Sababu kuna wakati anataka alete materials, anazileta hizo materials, you don't take them kujijenga. Nimeshazoea. Baba najua tu pale tusema kila mtu anene kwa lugha kwa dakika moja. Kila mtu najua tu atasema kila mtu anene kwa lugha kwa dakika moja. Haya, simama unene kwa lugha kwa dakika moja. Simama mahali ulipo. Amen. Hey, haya tu pale najua mwisho tu lazima tunene kwa lugha. Lazima tuombe. Najua tu lazima, yani angeniambia hapa lazima. Yani tu unajua, baba nilijua tu. Yani nilijua tu lazima aje akwambie. Nilijua, yani kesi lazima. Wangapi walijua?
Inua mikono yako juu, anza kumshukuru Bwana kwa kunena kwa lugha. Mwambie Yesu asante kwa sababu nalituma neno lako kusudi kutuponya na kutuondoa katika maangamizi. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. We bless you. We bless you. We bless you. Rabados kebranta kabaradies. Las kebrato sata labadaya. Mande lebra kata mando robosia. Makaraba shakatalia bos. Ros kaparia mande lebra kata mai. Ras komante libra kata mai. Rema mama shanda rababas ketoria mante. Rima kata labado shata labada. E Bwana, tupe kujua na kuelewa habari za roho wako. Give us understanding. Give us understanding. Give us understanding. Give us understanding. Rima sota rababa siata labada. Rima mama masanta rabada bada. Rima kata labando sata labadia. Limbro sata labado sata libarada. Eitarabado shantelebrede. Jalis coprande sitarabados. Rosca brante liberato sata. Eitalada sotalia nescapa. Eitakaparo sadiama. Intariado siatakapa. Intakaparias ratos kemante libra katapa. Entarababa shatalabadea. Entarababo santarababa. Entarababa sikatalabade. Rosatalabade santalia kaba. Entarababa shitalabadea. Entarababa sikatalia gabados. Repasotalabadaga yantarabada. Entarababa sitalabade. Rosantarababa rosata. Entarababa skebrato satalabade. Rapasata lakata. Entarababa sitalabade. Rato satalabada. Nena kwa lugha mali ulipo. Rato sikatalias. Anenaye kwa lugha asemi na watu bali asema na Mungu. Anenaye kwa lugha uijenga nafsi yake. Rato sikatalia mande. Rata satalabadaya. Entala parados kapariama. Anenaye kwa lugha anajenga capacity ya kwenda kuimili mikiki ya biashara yake, mikiki ya ofisi yake. Rata ya bado santa labada. Entakaparadosa. Kaparada sandelia kaba erando shata labadaya entarapaparia gadaba. Kila tatizo linalokuja mbele yako linahitaji uwezo ndani yako, na kama huo uwezo haupo, ilo tatizo litakumeza. Ramashandele brakataba entakapababa legedege vrakata entarapapaske pariama erapata ya mandele parosadaba entarababa shandadaba entarabasata labada entarabasata labada entarabasikatalia entarapapa rapatakapa ratakapata rapakata labadea remasakata labadias raskemantele brakatapa remasakatalia mandele brakatapa remakata labades kapariama remasakayanda rababa remasakatalia mante rapatakata repatakapa remasakata repakatama ripakatapa remashatapa entakapariata remasakataliapa remakatama remakatamandele basia repakatama. Omba kwa kukusudia, omba kwa kukusudia. Remakata mae, maanisha unachoomba toka kwenye utu wako wa ndani. Rapasakata remashakata, hakikisha akili yako ipo kwenye kile unachoomba. Rimasata kaparia entarababa remasakatalia entariakadosa entarapasia ramasutalabade ramasatalagade ramasanta ragade shakata ekapa ramashentakara endosandadaba remasatalagadia remasakaparadaba entaria mandele brada entarabashedababa entarabasakapa entakapariasa ramasakataya entarababa shenda entakabrata kapa entakaparadaba entarabadea remashatarabade rapakatama Jakataria entarabasai
remasakataria ma repakata makata repakata mandele basa. Kile kilichokuwa kinakushinda hawezi kukishinda kama roho yako sio imara, kama roho yako haijajengwa, kama mtu wako wa ndani haijajengwa. Ratakapa remasakataria ma rimasaka baba remasota lagadea entarababa rimakata yanda raba entarabasita erapakata yanda ekata yagaba remashata labade ramakata yamande ramakata labadia remasaka yanda rabasa repakata labadia eskabrata kapara entarabasakapa remakata mandele basia repakata kapa remakata kapa remakata kapa remakata kapa remakata kapa repakata kapa ekarabashe ramasata heramanderiasa remashadia kaparadias jakatalia mandele brakata mai remakata mandele brakata kapa remakata labadia sata la brakata entaraba sakatalia ma remakata labadia skapayanda repakata makataria ma repakata makarabasa. Mwaka 2026 ni mwaka wa majiant, ni mwaka wa wababe. Mwambie Bwana rades kapa remakata mama resko brada kata. Sio mwaka wa watu dhaifu, sio mwaka wa watu wazembe. Mwambie Bwana jenga utu wangu wa ndani uwe na nguvu. Repasikata liga paranda jalada gabalagada remakata lagadagaba remakata lagadagaba remakata lagadagaba remakata kapalada entarabasakapa entakapa 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 rapakata rapakata repakata. Na uendea kibabe, na uendea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Rapakata ma remakataka entarabashe rapakataka rapakatapa. Biashara yangu na iendea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndoa yangu na iendea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Rapakatapa entarabasia rapakatia entakabra repashakata. Speak in another tongues. Radiskapa elabrakatapa. Nena kwa lugha kwa jina la Yesu. Ratakapa regedekepe ragadagapa rabakatama legedeskapa rabakatama entakapa. Utu wako ndani ndio utakaoamua vitu gani utamiliki kwa mwaka unaoendea. Utaamua nafasi yako ya kiroho katika mwaka unaoendea. Utaamua nafasi yako ya ndoa kwa mwaka unaoendea. Ratekeshada entakapa rakatakapa reketekepa aragadosha uradeskapa rakatakapa. Pray in another tongues. Radiskapa ratakapa rapakata. Kwa sababu ni mwaka tusioujua, tunauendea kwa lugha isiyojulikana. Radiskapa rakatakapa entakabradakapa ripa papa sheta entaraba rakatakapa rabakatama legeskapa randeskapa rikatakapa eranda sata etakapa rando satakapa entakabradakapa remakatakapa 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 preinarabas rediaskapa remaskoparare antoskapara entarabadias rateskapa ramashaka rabakata 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 rebakata 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 entakapa rabakata entakapa rebakata ramashata entata radakapa rebakatapa entakaparada 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 yandarabade rabababashi rando sakapa entakapradaba entakaparias radakapakata rabakatakapa ramasakata Entakapros randes kapayande lebakai ramakata labadias rabakata mandele basai rabakata mandele basia ramakata mandele basai rebakata mandele basia ramakata rabasia les kabrata kapa entakaparada entakapa entakapa ratakapa yandele basia remasakapa remakata rabare rando shakadabaya entarabadias kapa rebakata kaparadia. Ombea kila kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Pray, 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 pray. Omba kwa dakika moja tena. Rabashata kapa, remakata kapa, remakata kapa, rabakata kapa, remakata kapa, rebakata kapa, ribakata kapa, yanda dadaba, henda riagadaba, jele dedebosa, randa satapa, rebetegesha, ramakata pa, remakata kapa, remakata kapa, remakata kapa, remakata kapa, remakata kapa, remakata kapa, etaka
Yatakapa Yanda Kaparada Entarabadia Ratakapa Rekeshata Remakata Remakata Repakata Rapakata Yanda Labadias Rabakatapa Entarabasia Raskapa Remakata Kapo Rosokopoto Radakababa Repakata Kapa Entakaprada Kapo Jakata Kapalade Radakapayaga Entarabasia Rabakataka Entarabasa Jakatalia Gabarades Randa Kaparada Bayada Jakatalia Mandeleba Kadias Ratoko Sadia Kapa Entakabroska Papa Entakaparadias Radakapayada Remasata Lagadias Ratus Kaparias Rando Sata Labade Rapakata Kapa Remakata Kapa Remakata Kapa Remakata Kapa Ribakata Kapa Rando Sakata Rabakata Kapa Remakata 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 Kapa Jakatara Badea Remakata Lagadaga Barale Jakatalia Mande Rabakata Yanda Rabase Rapatalia Mande Lebrakata Entarabakatapa Remakata Lagadias Rosakata Kapa Intakapalada Hey Shataya Maya Kataya Mande Lebare Shakata Kapa Repakata Kapa Shetani utatoa vitu vyangu, hautachukua vitu vyangu, hautachukua vitu vyangu, hautachukua ndoa yangu, hautachukua kanisa, hautachukua ratakapa entakabra jakatapa jakatakapa hautachukua hata uhai wa mtu mmoja ripakata jakatapa repakadosh retakapa jakatakapa hautachukua kwa ajali, hautachukua kwa namna yote ripakata hautachukua kwa magonjwa ripataya herapakata jakatakapa rusakapa hikatata randada jakapara hetakapa rabakadosh ramasata hesakapa yanda kapore jakabradaka ramakatama ramakataba remakataba rabakataba repakataba yandaraba rabakata yakapa ikara yaka yamatosh rababa remakataba jakapalada jakatalaba repakataba jakatakaba remakataba rapakadosh hentakabarias ratakababos ratakababa hikatakaba yakatakabos retakadias randoskapa remakatapo ratokopas ruskaparia. Kanisa la Bwana litaongezeka, nguvu hata nguvu, weza hata weza, rushakapa Tanzania nzima ikata jakataba elabarados ramakataba repakataba rapakataba yantakapa ripakataba hentakaba rapakata ramakataba ekatakapa rapakatosha itakapala ekalagata ratakapa rapakata ikata akapa ramasha jakata ramakataba remakataba rabakatama rapapapa remakataba akakabe akapa rikapabo shadaya rusa ekapalana eskabradaba etakaba pusharaba ikatatata ratokopapa itakabradaba rusakaba yatakaba ratakapa ramakata by the power of the Spirit of God jakapa rosakapa itakapa ranoskapa itakapa ratakapa
mama rapakatakapa 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 yatakapa yakapata ikapara rano shakapa yakatakatakata rakatakatakata ratakatakata yakapakatos ratakapakata ratokopakatakapa ikatakapa yakopakato hatokopakata ratakapakata rapakatapa 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 yakapakato hakapakato yakapara ikatata yakatakapa ratakapakata ratakapakatakapa itakapalakata jakatakapa ramakatakapa latakapa ratakapa yatakapa yata payaka hekatata 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 rakatapa jakatapa 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 jatapa hentakapa ratokopara hentakapala heka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  ratakakakapatakapatakapa rakatakapakatakapa yakatakatakata shadaba 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 lebaradaba yande larabadabaya ratakapapo shakapaya maradabababa rekatetedia rekatetete rakatakatakata wangojao Bwana watapata nguvu watapata nguvu watapata nguvu mpya watapata nguvu mpya shakopa rakatakapa ratakapata ratakapata rapakatakapa ekapababa 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 rakatakapakata rakatakapakata repakatakapala etakapakatakapa repakatakapalakata repakatakapala etakapakatakapa repakatakapala etakapala itokopala 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 ekapalakatakapakatakapakata jakapala repakatakapakata repakatakapala etakapakatakapa 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 rikapababa rikapatata rikapatata ekotokopa etakapapa 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 rapakatapa watapa 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 ajukapa kamata rebasha sherika rama mama rema mama repakatama they'll mount up repakatakapa ripakatakapa repakatapa what the shackles will mount up with wings like eagle jiparakata biashara za watoto wenye shakers the mount up with wings like eagles like eagles like eagles like eagles like eagles radika rushakati remamama jelelelebe rebebebe rebedede jeletete ratatata ratatata rikatata bababara jabadabadabaha remamamama repakataraba repakatalaba repakatabara parandoshiata ekabarus lebraharaba embrosadias lebrakataba rusakatalaba